Kuna muda alikuwa anapiga kelele anasema nisaidieni muokoe hata wajukuu wangu basi mimi nife tu. Lakini moto ukawa ni mkubwa, tukashindwa namna ya kuwaokoa. Tukawa tunahangaika, moto hauzimiki, moto ni mwingi. Hatuna budi kufanya haraka kidogo kwenye mazishi kwa sababu ile miili imeharibika. Kwa sababu hata kuondolewa hapa nyumbani ilikuwa kuwekwa tu kwenye makaratasi ya nylon na kupelekwa mochari. Huyu ni mama yangu mzazi ambaye anaitwa Mkunde Efata, na mtoto wa kaka yangu ambaye ni Jackson Geoffrey miaka 26, na mtoto wangu kipenzi miaka 11 anaitwa Lerato Shabani. Vimeungua vyote. Ingetokea mchana ingekuwa nafuu kwa sababu inaonekana pia aliomba msaada, lakini haikuwezekana kwa jinsi ambavyo moto ulikuwa umezingira kwa kiasi kikubwa sana. Kumwangalia mama yangu mdogo nikakuta nyumba yake imeungua na kupoteza maisha yake na watoto wa ndugu zangu. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hapa ni katika kijiji cha Mji Mwema kilichopo kata Usariva, ni wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya vifo vya watu watatu, akiwemo bibi wa miaka zaidi ya 80 anayefahamika kwa jina la Mkunde Efata. Bibi huyu ameungua kwa moto akiwa ndani na wajukuu zake wawili, Jackson Geoffrey miaka 26 pamoja na Loretta Shaban mwenye umri wa miaka 11. Tukio hili la moto limejitokeza usiku wa kuamkia leo, ambapo kwa mujibu wa mashuhuda na majirani wameeleza kwamba waliona moto mkubwa majira ya saa 11 alfajiri, wakaanza kuamshana huku akipiga kelele ingalau kupata msaada. Lakini kwa sababu bibi alikuwa ndani na wajukuu zake amelala, moto huo ukazingira nyumba na majirani wakashindwa kuwaokoa. Kwa hiyo waliteketea ndani kabisa, na kilichowatambulisha inaeleza kwamba ni nguo tu kwa sababu walikuwa wameteketea sana. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza na mwenyekiti wa kijiji hiki, tumezungumza vile vile na majirani, wakieleza kwamba bibi pamoja na wajukuu zake alikuwa mtu mwema na alikuwa mcheshi, hivyo wamepoteza mtu ambaye kwao alikuwa ni tegemezi katika eneo hili. Lakini vile vile tumezungumza na msemaji wa familia ambaye ni mjomba, akieleza kwamba wanatarajia kuwazika marehemu hawa wote watatu siku ya Ijumaa huko Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambapo asubuhi kutakuwepo na ibada fupi hapa ya mazishi kwa ajili ya majirani na ndugu kuaga, kwa sababu bibi alikuwa ni mtu wa kila mtu na alikuwa anashirikiana na kila mtu, hivyo watafanya hivyo ili ingalau kumpa heshima. Mimi ni Kusaga, mwandishi wa Wananchi, tuendelea kukupa taarifa zaidi kinachojiri katika msiba huu. Jina yangu naitwa Shedrack Anton, ni mkazi wa hapa. Huyu mama ni jirani yangu. Ilikuwa majira ya saa 11 ya alfajiri, tulisikia makelele huku wanapiga mayowe kwamba msaada jamani, msaada. Tulipotoka nje tukakuta moto umeshika nyumba upande mmoja. Umeona? Uliposhika moto tukawa tungangana kuvunja mlango ili tuingie ndani tuweze kuwaokoa walioko ndani. Yes, tulipofanikiwa kuvunja mlango, tulipomulika ndani tukakuta moshi mkubwa sana umetanda. Baada ya moshi kutanda, sasa tukawa tunahangaika ili tutafute labda kitambaa cha maji tujifunge ili tuweze kuingia labda kuwaokoa wenzetu ambao walikuwa kule ndani. Ndo radi umeme ukaanza kupiga shoti. Umeona? Baada ya kupiga shoti, so tukawa tumeshashindwa kufanyaje namna ya kuingia ndani kuwaokoa. Yaani shoti ilipiga kwa ukubwa sana, moto mkubwa sana ukawaka. Yes, umeme ulikuwa bado hujakatwa. Ndivyo tulivyofanya hivyo, tukazunguka upande wa pili kwenda kuvunja mlango wa nyuma, lakini tulipofika pale kuanza kupiga mlango ili kuvunja, kumbe tayari jikoni moto umeshaingia, gesi kalipuka. Baada ya kushikia kile kishindo cha gesi, tukakimbia, tukatoka, basi tukashindwa namna ya kuokoa, lakini tukawa tayari tumeshapiga simu kwa jeshi la zimamoto. Bahati nzuri walifanya kweli kwa haraka, wakafika kwa mapema, lakini ikawa moto bado unawaka, moto mkubwa sana. Jeshi la polisi lilifika pia
likatoa elimu ya watu kwamba watu wakae mbali na ile ule moto. Basi tukawa jeshi la zimamoto likawa limefanya kazi yake. Basi walipozima moto tukaingia ndani, ndio tukakuta yule bibi amefariki na wale vijana wawili, mmoja wa kiume mkubwa anaitwa Jackson, mwingine huyo wa kike anaitwa Lerato, ambaye ana miaka 12 anasoma darasa la 7 hapo Amani. Huyo mkubwa alikuwa anasoma chuo lakini alikuwa ameshamaliza. Tulikuta imeshika upande mmoja wa kushoto, tulikuta moto mkubwa sana umeshika, lakini upande wa pili kwa juu ulikuwa bado hujashika. Baada ya kuhangaika kuvunja mlango ili tuingie ndani, ndo nani ikaanza kupiga sasa hiyo shoti ya umeme. So tukawa tumekimbia kuzunguka upande wa pili ambako hakuna umeme. Ndiko nako kumbe moto tayari umeshafika kule, kulikuwa ni jikoni. Ndipo moto ulilipuka, ule moto wa gesi. Kwa ule moto ukawa unawaka moto wa gesi na moto wa umeme na moto wa kawaida ambao ulikuwa tayari umeshawaka. Kwa hiyo ikawa ni moto mkubwa sana, tukashindwa namna ya kuwaokoa. Walipiga kelele kama mara 2, mtoto huyo ndo alikuwa anapiga kelele anaita, na huyo mkubwa ulikuwa ukimwita anafanya tu maana anashindwa kuhema kwa sababu kuna moshi mkubwa. Na sehemu ambao walikuwa moto bado hujafika, lakini moshi ulikuwa ni mkubwa na unashindwa kuingia. Namna gani utaingia kwa sababu shoti kubwa sana ilikuwa inapiga. So tukashindwa namna ya kuwakomboa. Msiba huu kweli tumepeka kwa ukubwa na imeuma kama majirani zetu. Ni watu ambao walikuwa ni watu wenye hekima, upendo na busara. Ni watu ambao walikuwa wanashare kila kitu na sisi. Na juzi Jumamosi bibi nilikuwa naye nazungumza naye machache hapa nyumbani kwake, lakini leo ndo hivi imetokea. Hatuna jinsi, jambo la kumshukuru Mungu. Mungu aendelee kutusaidia pia sisi ambao tumebaki, pia tuwaombee hao waliotangulia mbele za haki. Bibi ni kama miaka 80 hivi, 80 na kidogo. Yes, ni mzee kweli ambaye kwa ule moto kweli asingeweza kujiokoa, yani hata iwaje. Maana kuna muda alikuwa anapiga kelele anasema nisaidieni muokoe hata wajukuu wangu basi mimi nife tu. Lakini moto kawa ni mkubwa, tukashindwa namna ya kuwaokoa. Yule mmoja mkubwa wa kiume ndo alikuwa anapambana kuvunja milango. Ndo alikuwa anakimbia anaingia huko natoka huko na anaingia huko natoka huko. Sasa ikawa ule moshi ni mkubwa na ule moto ni mkubwa, akawa ameshindwa namna ya kuvunja ile milango. Na fungua kaa sehemu alipoweka kaa haoni kwa sababu moto ni mkubwa na moshi kuna giza ndani, alishindwa kuona. Ndio maana ikapelekea kuungua. Yaani hakuna kitu ambacho kimebaki, hata kijiko cha kulia uji hamna, kweli kimeisha, kila kitu kimeisha. Kwa hiyo serikali imeona na wamekuja wameshuhudia. Kwa hiyo kama kuna lolote ambao wanaweza kushika hii familia, basi wafanye namna ambayo wanaweza kuisaidia hii familia. Kweli imeangamia. Bibi hakuwa ishi peke yake, alikuwa anaishi na wajukuu zake ambao hao ni wakubwa ambao walikuwa wanamsaidia kwenye kila nyanja za kikazi na nini kila kitu. Kwa hiyo bibi alikuwa aishi mwenyewe, alikuwa anaishi na wajukuu zake ambao ni wakubwa kabisa, kama huyo kijana mwenye miaka 26 na huyo mwingine miaka 12. Alikuwa ni mtu mzima kabisa. Wakapima wakasema watafanya uchunguzi zaidi. Ukishapata shida nini ya moto, basi watakuja kutuambia kwamba shida ya moto ilikuwa ni nini. Baada ya kufanikiwa zimamoto walipozima moto, tulivyofanikiwa kuingia ndani, tukakuta mwili wa kijana upo mlangoni ambapo alikuwa anafanya jitihada za kuvunja kufuli ili atoke nje. Na mtoto tumemkuta yuko mlangoni, alikuwa anafuata bibi chumbani, ndo ameungua amefia hapo. Na bibi yeye tumemkuta yeye ameungulia pale kitandani, ndo ameishia pale kitandani. Mimi leo kweli imeisha. Kwa mtu ambaye ulikuwa haupo karibu nao muda mwingi, kweli huwezi kutambua. Sisi tulijaribu kuangalia kwa makini tukawatambua kulingana na jinsi ambavyo ni watu ambao tulikuwa tumeshawazoea. Ni watu ambao kila siku tuko nao kila siku, so hawezi kukushinda. Tuliwatambua, lakini ni watu ambao yani wameungua kwa kiasi kikubwa sana. Hata mikono hamna, miguu hamna, kichwa hawezi tambua, yani ni kutambua tu labda ile nguo ambayo alikuwa amevaa. Ndio tulitambua kufanikisha kwamba huyu ni fulani na huyu ni fulani. Kijana alifia mlango mkubwa wa nyuma ambao alikuwa anataka kuvunja ili atoke nje. Yes, ila bibi na binti huyo mtoto walifia chumbani. Bibi alifia chumbani wakati yuko amelala pale kitandani. Ila mtoto yeye alikuwa anatoka chumbani kwake kwenda kwa bibi, ndo akaanguka kwa hapo mlangoni wakati anaenda kwa bibi, ndo akafia hapo. Waliisha kwa kweli kabisa. Yaani kwa mtu ambaye hata ndugu yake sasa hivi kimpeleka kwamba amtambue huyu ni nani, kweli hawezi kutambua kabisa. Kwa majina naitwa Neema Jafet Mswea. Ni kweli kuna janga limetupata mahali hapa. Janga lenyewe ni kuunguliwa na nyumba na watu kufa, ambapo tumefiwa na mama yangu mzazi. Huyu ni mama yangu mzazi ambaye anaitwa Mkunde Efata,
na mtoto wa kaka yangu ambaye ni Jackson Geoffrey miaka 26 na mtoto wangu kipenzi miaka 11 anaitwa Lerato Shabani. Kwa kweli tunasikitika tu, lakini ukweli ni kwamba ni kwa mapenzi ya Mungu. Hatuna cha kuongea sana, ila tunaomba tu kwa watu tushirikiane kwa ajili ya kumaliza hili swala liende sawasawa na mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kweli nimewapoteza wote hao, lakini bado ninasisitiza pale pale kwamba mapenzi ya Mungu yametimizwa na sisi mapenzi yetu yako chini ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kuongea zaidi kwa sababu tunamwamini Mungu na mapenzi yote ni ya Mungu. Yangu anasoma darasa la 7 shule ya Imani Primary Amani Nursery School, Primary School hapo Leganga. Ni kweli yule mtoto kwa kweli alikuwa yuko na bibi na alikuwa ni kipenzi wa bibi, naweza niseme hivyo. Na ndio maana sikuona sababu ya kumchukua, niliamua baki na bibi kwa sababu ningemchukua bibi huwa anampenda pia sana. Ndio maana niliamua kae na bibi aendelee mpaka pale angefika labda form 4 darasa la 7 akimaliza ndio nimchukue nimtoe kwa style ya kumpeleka shule. Lakini ilikuwa sio style ya kumpokonya bibi, yani kama namchukua nimpeleke sehemu nyingine. Na ndio maana niliamua avumilie mpaka amalize darasa 7. Kwa hiyo naweza nikasema alikuwa kipenzi cha bibi, na ndio maana hata mimi mwenyewe nilishindwa kumchukua yule mtoto. Kwa ajili nilikuwa naona mapenzi yaliyoko kati ya mtoto na bibi yake. Mimi naona hili ni janga kabisa. Majirani, ndugu, kila mmoja amepokea kwa majonzi makubwa sana ambao hatuwezi kuelezea. Naamini moyo wa mtu ndio huwa unanena. Mimi siwezi kunenea moyo wa mtu, lakini the way unavyoona tu watu walipopokea ni kwa majonzi makubwa sana. Ni janga kabisa. Naitwa Kitio Wilderson. Niko hapa kwenye nyumba hii baada ya kupata msiba mkubwa sana wa bibi ambaye ni shangazi yangu. Huyu aliyefariki, huyu bibi mwenye nyumba hii ni mdogo wake na baba yangu mzazi. Anaitwa Mkunde Kitio Kiambo. Yeye bibi alikuwa anakaa nyumba hii pamoja na wajukuu zake wawili ambao ni Jackson Geoffrey Msuya na Lorata Shabani, ambao Jackson ana miaka takriban 26 na huyo Lorata binti alikuwa na miaka kama 12. Asubuhi leo nilipata tu taarifa kwamba nyumba ya shangazi yako imeungua pale Usariva, na kwa haraka niliondoka kuja hapa. Ilikuwa majira saa 12 kasoro hivi. Mimi nakaa maeneo ya kambi ya Chupa madukani. Baada ya kufika hapa nilikuta jeshi la zimamoto na mapolisi wengi wameshafika, na mili ilikuwa hapa ndani. Tuliingia nikakuta mili yote mitatu ipo. Jambo la kusikitisha sana, ilikuwa imeungua sana. Na baada hapo tumeichukua na kuipeleka mochwari. Kwa hiyo kwa kifupi ndicho kilichotokea. Sababu ya kuungua nyumba hatuijui, tunasubiri vyombo husika kwa sababu tulikuta jeshi la zimamoto, tulikuta wakuu wa polisi, kituo cha polisi hapo wote. Kwa tunasubiri kusikia kutoka kwao kwamba chanzo hasa ni nini. Ila kwa ujumla tumeshapata na kifo hicho. Kama familia, kutokana na aina msiba uliotokea, hatuna budi kufanya haraka kidogo kwenye mazishi kwa sababu ile miili imeharibika sana, kwa sababu hata kuondolewa hapa nyumbani ilikuwa kuwekwa tu kwenye makaratasi ya nylon na kupelekwa mochwari. Na mazishi yatafanyika siku ya Ijumaa, na nyumbani kwetu sisi ni Ugweno Msangeni. Hapo ndipo tutakapoenda kumpumzisha bibi na wajukuu zake wote wawili. Na ibada ya mazishi itafanyika katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Msangeni, kata ya Msangeni, wilaya Mwanga, tarafa ni ya Ugweno. Tunategemea tuwe na ratiba fupi ya kuaga siku hiyo ya Ijumaa kabla hatujaanza safari ya kuelekea Ugweno, kwa sababu bibi alikuwa kipenzi cha watu wengi sana hapa. Bibi ni mtu mzima wa miaka zaidi ya 80, lakini amekaa eneo hili zaidi ya miaka 20 sasa hivi. Na kipindi chote amekuwa na majirani, ndugu, jamaa na marafiki. Ndio maana hata pamoja na kuunguliwa nyumba kiasi hiki,
tuliona kama familia tufanyie msiba huu hapa hapa nyumbani kwake kwa kujenga matenti na kuhakikisha tunakaa hapa hapa mpaka siku hiyo tutakapompeleka nyumbani Ugweno. Kama familia tunamshukuru Mungu kwa maisha ya bibi. Hatuna la kusema. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake limhimidiwe. Tunasikitika pia kuwapoteza vijana wadogo kama hao wa miaka 26. Mjomba wangu huyo ndio alikuwa amemaliza chuo cha ufundi pale Technical Arusha. Kwa hiyo tumepoteza nguvu kazi. Tunasikitika. Tunaviomba tu vyombo husika vifuatilie kujua vyanzo hivi vinavyosababisha mioto ni vyanzo gani. Kwa sababu nilivyokuwa naongea na mwenyekiti wa mtaa huu, anasema hili ni tukio kama la zaidi ya 10 kwa kipindi kifupi. Siwezi kusema ni nini kinasababisha, ni umeme, ni gesi, ni nini, hatujui, tutajua hapo baadaye. Lakini kuna haja ya vyombo husika kufuatilia kujua majanga haya yanasababishwa na nini hasa. Leo tumepoteza sisi familia ya watu 3. Tunaomba ndugu jamaa na marafiki, wapendwa wote, watusaidie tuweze kumaliza, kwa sababu ni msiba mzito kwa kweli. Msiba mtu mmoja unakuaga mzito. Sasa fikiria umefiwa na watu 3. Unahimilije hicho kishindo? Ndio maana tunashukuru serikali, tunashukuru viongozi wa wilaya tulipofika kuwaeleza, wamefika kuona eneo la tukio, na ni imani yetu kwamba wote tutasaidiana kumaliza hili janga lilotukabili sisi. Mimi naitwa Rose Mbwambo, ni jirani yake bibi. Usiku kwenye saa 11 hivi tumesikia watu wakipiga mayowe. Tukajua labda ni wezi. Ile tumetoka tu nje kufungua, tukaona moto mkali, yani moto unawaka kwenda juu. Tukasema jamani, nyumba ya bibi. Tukatoka mbio mbio kuja huku, tukawakuta hawa ndio wamezunguka nyumba yote, hata kufai kuingia. Tukahangaika sasa, tukaenda kila barabara ni kupiga mayowe, jamani moto moto moto, njoni mtusaidie, njoo. Mpaka tukawa tunapiga vindoo kama ngoma hivi ili watu watoke, wale ambao hawajasikia bado. Tukahangaika mpaka namba za nani tunazo, tulizokuwa tunawaita wazima moto tunazo. Kama mimi kwanza nikampigia na mume wangu na baba mwenye nyumba hiyo tunayokaa. Kama baba, njoni mtusaidie, tafuteni watu wa kuzima moto. Moto ni mwingi, yani ni mkali, haufai. Mume wangu akasema nimeshawapigia simu, wanakuja sasa hivi. Na baba mwenye nyumba mzee Kimaro akasema na mimi nakuja, nimeshawapigia simu, ngoja nije tuungane wote kwa pamoja. Tukao tunahangaika, moto hauzimiki, moto ni mwingi. Basi kwenye saa 12 hivi, ilikuwa saa 12, ile nani zima moto ikaja. Ndio wakahangaika. Tunatafuta na watu wa TANESCO ili wazime nini? Umeme. Lakini moto ulikuwa ni mwingi sana sana. Lakini Mungu si asomani, zima moto wakafanikiwa kuuzima moto. Kwa hiyo sote kwa pamoja ndio tukaungana, baadaye ndio wakatoa miili 3. Ina maana ni bibi na wajukuu zake 2. Kwa kweli kwa wajukuu zake, bibi alikuwa na upendo sana, hata kwa majirani. Alikuwa na upendo sana, maana bibi akisikia tu tukio anakuwa wa kwanza, saa nyingine anakuja. Nakumbuka siku moja pia kulitokea tukio fulani, bibi na panga lake huyo kaja. Mpokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu kwa kweli kama wiki, nadhani siku ya Jumapili ndio nilikutana na bibi. Jana sijakutana naye, juzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeniumiza sana sana. Kwa majina naitwa Dalton Lema, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mji Mwema. Nilipigiwa simu kwenye saa 11 na dakika kama 30 hivi. Nikaambia kuna tatizo limejitokeza hapo sehemu ya Mji Mwema, eneo la juu ya barabara ya lami. Basi baada ya kupata taarifa zile, nikatoka mbio mbio kwa ajili ya kwenda kuona tatizo nini. Saa 11 hivi alfajiri. Basi nimefika hapa tayari, ngoto wenzangu wameshafika, gari ya zimamoto tayari imeshafika hapo. Kwa hiyo tukaanza shughuli ya kuokoa, japokuwa tulipata changamoto ya umeme wakati huo. Basi lakini bahati nzuri watu wa umeme walishirikishwa, nao waliweza kufika, na hatimaye shughuli za uzimaji moto kaendelea. Na baada ya hapo kilichobainika kwa haraka ni tupata watu 3 ambao walifariki, akiwepo bibi ambaye ni mama wa nyumba hiyo na wajukuu zake 2, mwanamke wa kike 1 na wa kiume 1. Nakadiria kati ya 80 huko, lakini binti 1 na miaka 12 darasa la 7 na kijana mwenye umri wa miaka 26. Kwa kweli tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu kwanza ni jukumu ambalo hatukutegemea, lakini tumeamka tu asubuhi alfajiri, watu wanaanza kunyanyuka kutoka vitandani, tunakutana na tatizo ambalo ni kubwa
lakini ambayo imechukua sehemu kubwa ya watu watatu kwa wakati mmoja, ni tatizo ambalo ni kubwa kwa kweli. Kwa jinsi ambavyo inaonekana, kila mtu alikuwa anatetea nafsi yake kama unavyojua, lakini inaonekana wamehama ndani ya vyumba walivyokuwa wanalala. Kwa hiyo inaonekana walikuwa wanatafuta msaada nje, lakini kwa sababu moshi ulikuwa umeshazingira wakashindwa kutoka. Hicho ndio kilichopelekea wenyewe kufariki. Kweli vitu vimeungua vyote. Ingetokea mchana ingekuwa nafuu, kwa sababu inaonekana pia aliomba msaada, lakini haikuwezekana kwa jinsi ambavyo moto ulikuwa umezingira kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hivi watu wako kwenye vikao, kama ambavyo unaona kuna ndugu wamekaa kwenye vikao, wanafanya vikao kwa ajili ya taratibu zingine, lakini pia serikali inaendelea kufanya utaratibu na kutujulia hali kila wakati kwenye eneo hili ambalo tumepata msiba. Hapa ndio nyumbani kwake alikojenga, lakini kwa asili ni mtu wa Same huko. Majina yangu naitwa Mchungaji Douglas Gamaliel Natai, mwenyekiti wa chama tawi la Mji Mwema. Mahali hapa tulipo saa 11 asubuhi, kwa tangu saa 10 watu wameliona na kuanza kupiga kelele na watu wamefika wengi. Walipofika wameshindwa kuokoa mwili kwa sababu moto ulikwisha kuwa mkubwa, lakini la kushukuru Mungu ni kwamba hata wazima moto walijaribu kufika kwa wakati, lakini ilishindikana kwa sababu moto ulishazidi zaidi hapo. Tunamtambua kama bibi yetu, mama mkubwa jirani, ambaye ni mama anaishi na wajukuu zake na ni mama asiyekuwa na matatizo. Kwa hiyo tunajua kama mama wa nyumbani. Ni yetu kama chama kwa kweli ni kusema kwetu kwamba msiba ni mkubwa, na sio msiba wa chama pekee, ni msiba wa taifa nzima, kwa sababu wamekufa mama, bibi, amekufa vijana wa shule, amekufa mtoto wa shule. Kwa hiyo nafikiri kitaifa limepungua zaidi. Wananchi wangu ni kwamba tutue tahadhari na umeme, kwa sababu hatuwezi kujua umeme shida yake ilikuwa ni nini. Lakini tunachosema wananchi tuwe na tahadhari kidogo katika vyombo hivyo, na cha pili tuangalie hata yale mazingira ya kwetu, kwa sababu nyumba hii ilikuwa imefungwa sana na watu walifojaribu kupiga lakini ikashindikana. Kwa hiyo tumeregeshia kidogo, ingekuwa rahisi kidogo. Kwa kuwa makini tuna hayo. Kumwangalia mama yangu mdogo nikakuta nyumba yake imeungua na kupoteza maisha yake na watoto wa ndugu zangu. Matthew Njau, balozi wa mtaa wa Mji Mwema. Tukio lilitokea usiku kwenye muda saa 11 hivi kasoro, na tukajaribu kufika na wenzangu wengi walikushafika, walikushatoa taarifa kwenye shirika la zimamoto na TANESCO. Mpaka kwenye saa 11 hivi ndio walikuwa wamefika. Kwa kweli tumesikitika sana kuhusu msiba, sababu umechukua bibi yetu mmoja na wajukuu zake wawili. Wito ni kushirikiana katika matatizo yalivyo, na pili tuwe waangalifu katika matatizo mengi na kushirikiana katika kila namna.